Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakeo TV. Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi ameuwasha moto jijini Arusha kwa kukosoa vikali mwenendo wa shauri linalomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu, akidaiwa kuwa uendeshaji wa kesi hiyo unakiuka misingi ya uadilifu wa matakwa ya kisheria. Akizungumza tarehe 30 Aprili mwaka 2026 wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa mwaka wa wanasheria, Mwabukusi ametoa changamoto kwa mamlaka husika kurekebisha mfumo wa utawala ikiwa kuna hofu ya ushindani wa kidemokrasia badala ya kutumia sheria kuminya wapinzani. Mwabukusi ameeleza kuwa chama hicho tayari kimefikisha malalamiko yake rasmi kwa mamlaka husika kuhusu mazingira ya kesi hiyo, akisisitiza kuwa haki na uadilifu ndivyo vinapaswa kuongoza mahakama na sio shinikizo la kisiasa. Katika kauli yake iliyojaa msisitizo, rais huyo wa TLS amesema kuwa ikiwa uwepo wa viongozi kama Tundu Antipas Lissu unaleta usumbufu kwa kisiasa kwa watawala, basi ni vyema mfumo wa vyama vingi ukafutwa nchini na kubaki na chama kimoja kuliko kuendesha na mchakato unaonekana ukiuka taratibu za kisheria. Aidha, kiongozi huyo wa wanasheria nchini ameweka msimamo wa dhati kuhusu uhuru wa TLS, akitoa onyo kali kwa watu au taasisi zinazotoa misaada kwa chama hicho kwa lengo la kutaka kudhibiti msimamo wao na kuwanunua viongozi. Mwabukusi amesisitiza kuwa TLS haitayumba katika kutetea haki za wananchi na utawala wa kisheria, na amewataka wadau wanaotoa misaada kwa masharti ya kutaka kunyamazisha sauti ya chama hicho kuchukua misaada yao, kwani TLS haiko sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Alimalizia kwa kutoa wito na kuwepo kwa heshima kati ya TLS, serikali na wadau wengine wa maendeleo, akibainisha kuwa jukumu lao kuu ni sauti ya wasio na sauti na kutetea wananchi bila uoga wala upendeleo. Mwabukusi amesisitiza kuwa wanasheria nchini wana wajibu wa kuhakikisha kuwa sheria haitumiki kama silaha ya kuandamiza wengine, bali ni chombo cha kutoa haki sawa kwa wote bila kujali itikadi zao za kisiasa. Hayo ni maneno ya Boniface Mwabukusi, na kuwekea hapo speech au hotuba ya Boniface Mwabukusi uweze kumsikia kwa ufupi. Jina langu ndio Mwanakeo TV. Asante kwa pamoja nami katika ulimwengu wa siasa. Bye bye. Sisi kama viongozi tumerise kwenye mamlaka husika, na tunafikiri uendeshaji wa shauri la Tundu Lissu hauzingatii uadilifu wala sheria zinavyotaka. Na tukitoka hapa tuzungumze, hatutakiwi kuogopa, kwa sababu kama ni rungu silitaanza na sisi viongozi wenu. Tusiruhusu rais kiongozi mwenzetu aonewe. Ule sio uendeshaji wa shauri la namna ile. Shauri ambalo limekwisha anza linasitishwa, kunakuwa na rufaa za ajabu katikati, watu wanaandika barua za malalamiko. Mwenzetu ule ni mdhaifu, mwili wake unamuona, mwaka naye yuko ndani anazunguka, na wote tuliona ukamataji. Na all we are lawyers in this room, we are lawyers. Na mimi nilisema kwamba tunaelewa sub judice rule, lakini usikamate watu kwa kuonewa alafu unaniambia sub judice rule. Tundu Lissu sio muhaini. We all know that. Kama Tundu Lissu anatusumbua kisiasa, futa mfumo wa vyama vingi, kibaki chama kimoja. Simple and clear. Kwa sababu kikibaki chama kimoja mtamuondoa ndani ya chama chenu akose forum. Haya mambo ndio tunaozungumza kwamba hata tukijaribu kuwa wastaarabu tunaonewa, tunasukumwa ili tuwe wakorofi. Sasa mtu unamuona kabisa kwamba kukamatwa kwake hakukuwa sahihi, shtaka lake limeendeshwa isivyokuwa sahihi, yuko kule, mtu atakwambia sub judice, sub judice. What sub judice? Mawakili tuzungumze na tutoe kauli kuhusu wenzetu wanaoonewa. Hatutakiwi kupepesa macho. Na mimi niliwaambia watu, ni kweli tunasaidiwa, lakini ukitusaidia hautununui.
kwa sababu kama unatununua, chukua msaada wako, toka chukua. Tuheshimiane, serikali tuheshimu, sisi tuiheshimu, kwa sababu hatuchemshi gongo hapa, tunatetea wananchi.